Yes, shalom. God bless you everyone. Mungu akubariki popote pale ulipo. Heri ya Pasaka kwa kila mmoja ambao umepata neema na kibali cha kuweza kusherehekea Pasaka. Usiku wa leo nimepata maono nikiwa kwenye maombi mazito. When I say ni mazito, I mean kuna wakati mwingine kwenye maono huwa unajiuliza kwamba kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwenye hayo maono kinaweza kikatokea kwenye physical. Nilichokiona kwenye maono yangu ya usiku wa leo, niliona kama kuna majina yalikuwa yameandikwa kwenye makaratasi, alafu nikiwa ninaombea yale majina. Kwenye yale majina nikasikia roho akiniambia ombea hisia, matakwa na akili zao. Ombea hisia, matakwa na akili zao. Alafu wakati nikiwa naombea hisia, matakwa na akili, nikasikia roho akiniambia kwamba waambie hao watu kwamba huyu mwanaume ni mtu sahihi kwao. Watu wa Mungu, nilipotoka kwenye yale maono nikashtuka sana. Najiuliza ni nini roho ananiambia. Nikasikia roho akiniambia kwamba kuna wanawake ambao wamepata bahati ya kupata watu sahihi. The man is the right man. Lakini shida ya huyu mwanaume ni amekuwa ni mtu mzito wa kufanya maamuzi. Hana uhakika na kitu anachotaka kukifanya. Hana uwezo wa kufanya maamuzi. Ikumbuke watu wa Mungu, mwanadamu ana nafsi, mwanadamu ni roho, ana nafsi na anakaa ndani ya mwili. Ndani ya nafsi ya mwanadamu kuna emotion ambazo ni hisia, kuna will ambao ni mapenzi, na kuna mind ambao ni akili. Akili na will na emotions hizi zinatumika sana kwenye swala la upendo na maamuzi na hisia. Hii inatumika sana kwenye swala la upendo na maamuzi. Ili mtu akupende inategemeana na nguvu ya maamuzi alionayo, nguvu ya hisia alionayo, namna ya kuweza kucontrol zile hisia zake. Ndio maana upande wa giza, mtu anaweza kaenda kwa mganga wa kienyeji akahamisha hisia za mtu akazihamishia sehemu fulani, akahamisha upendo wa mtu akauhamishia sehemu fulani kwa mtu mwingine. Mtu alikuwa anakupenda, anampenda mtu mwingine. Kwa nini? Hisia zake zinaweza zikahamishwa. Sasa nataka niombe na wanawake wote ambao wanasema huyu mwanaume naona kama amekuwa ni mzito, hawezi akafanya maamuzi. Naona kama ni kweli ananipenda lakini hajitambui, hajielewi. Nataka tuombe hisia zao, akili zao na will zao, wafanye maamuzi. Yani kuwe na msukumo ndani yao kwa ajili ya kufanya maamuzi. Wachukue maamuzi haraka, Please and please, kama ni mwanamke na unanipata, naomba uniandikie message kwa WhatsApp number 0768 20 58 71 0768 20 58 71. Niandikie message kwa WhatsApp number hiyo 0768 20 58 71. Niandikie jina la mtu uliyeko naye kwenye mahusiano, alafu nitakupa maelekezo ni nini cha kufanya ili tuweze kuombea hisia zake, akili yake, his mind, his will, ili aweze kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Kuna watu wanahitaji kufanya maamuzi sahihi. Hata wakati mwingine unaona kabisa mtu ananipenda lakini anashindwa kuchukua jukumu. Yani hawezi kuniambia kama ananipenda. Ana shida ya emotion, ana shida ya hisia, ana shida ya upendo. Wakati mwingine umekaa na mtu muda mrefu, anashindwa kuchukua maamuzi ya kusema yes I love you, wewe ndiye nakutaka, wewe ndiye nataka tuishi pamoja, wewe ndiye unataka tuwe mke. Yani uwezo huu anao lakini anashindwa. Nataka tuombee hizo hisia ili tuzibind, ili tuzifunge, emotion tuifunge. Please, ukipata ujumbe huu nisaidie kushare kwa watu wengine. Nitumie message kwa 0768 20 58 71. Nitumie majina yake, alafu nitakupa maelekezo ya nini cha kufanya ili tuombe hizo hisia. After this prayer, kama ukifuata maelekezo yangu kwa uangalifu na kwa umakini, I'm telling you, ndani ya siku 2-3 utashangaa mtu ambaye alikuwa mzito. Kuna hata wakati mwingine atakwambia niko tayari sasa kuoa, niko tayari kukutambulisha, niko tayari kukuvalisha pete. Chukua hili kwa imani, nichukulie serious, nisaidie kushare na wengine pia. God bless you. Shalom.